Bana, mwana michezo, niko na mchambuzi hapa chuma cha Mjerumani Ibrahima Ambokile. Bana, kubwa zaidi ni kuzungumza ya kimichezo. Bana, Chuma, mambo vipi? Nashukuru Mungu niko poa. Wanaendaje? Niko vizuri. Bana Chuma, tumeshuhudia mchezo wa Young African umepita, tumeshuhudia Simba pia timu tayari zimefuzu kwenda hatua inayofuata. Lakini kulikuwa kuna manunguniko mengi kwenye mchezo wa Young African kuhusiana kwamba wanasema Young African haichezi vizuri. Lakini pia tumeona jana Simba Sport Club amecheza. Kwa upande wako unazungumzia? Kwanza ni jambo la kupongeza kwa sababu timu zetu ambazo zinawakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa zote 4 zimekwenda katika raundi inayofuata. Yako mataifa ambayo yanawakilishwa na vilabu vyao hazijaenda timu zote kama Cote d'Ivoire, ASEC Mimosa sasa muondoshwa. Ni namna ambavyo hii utaratibu mzima wa mashindano namna ambavyo ulivyo, kwa maana kwamba ni mechi ambazo hazihitaji alama 3, ila ni mechi ambazo zinahitaji timu moja isonge mbele katika mashindano haya. Kwa hiyo kama usipochanga vyema karata, manake moja kwa moja uende ukaangukia poa kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kama chuma cha Mjerumani ninapongeza sana timu zetu kwa namna ambavyo hatua ya kwanza tu kuweza kuvuka kwenda katika hatua nyingine ni jambo ambalo ni bora, na hii inathibitisha ubora wa ligi yetu na uwekezaji ambao tumeufanya, hasa kwa na wachezaji wazawa. Kuwa na wachezaji wa kigeni ambao wamekuja kupushi zaidi soka la Tanzania. Huo ndio ukweli. Wazawa kama wazawa tuna kiwango fulani, lakini wageni wamekuja kutuongezea ujasiri wa kuweza kupambana katika mashindano haya. Kumbuka tulikuwa tunafanya vibaya sana miaka ya nyuma, lakini kwa hivi sasa ni mwendelezo mzuri na uwanda mpana wa uwekezaji, kuona kwamba timu zetu zina uwezo mkubwa kufanya usajili wa wachezaji wa kigeni ukichanganya na wandani, maana yake unakwenda kupata kitu ambacho ni bora. Haya ndio matunda yake sasa. Ndio matunda yake kwenda katika hatua ambayo inayofuata. Yes. Sawa, jana tumeona mchezo wa Simba 1-1, lakini mchezo uliopita ugenini alishinda goli 1, mpelekea aggregate ya 2-1 Simba Sport Club hatua inayofuata. Unazungumziaje mchezo jana? Maana ni kama mchezo ulikuwa aina gani? Of course, kwanza bila kupepesa macho, Simba katika mechi hizi 2, jambo la kwanza ni kutinga katika hatua inayofuata. Lakini katika wawakilishi wa 4 katika mashindano ya kimataifa, unachukua Yanga, unachukua Simba, unachukua Azam, Singida Black Stars, Simba ndio mwakilishi pekee katika mashindano haya kwenye hatua hii. Ukweli usiopingika ni timu ambayo imecheza ovyo sana. Ni timu ambayo imecheza mpira mbovu. Na kulithibitisha hilo, na ndio timu pekee ambayo imefunga magoli machache. Yani imecheza vibaya na imefunga magoli machache, mawili tu. Maana yake hata kwenda kwenye kugombania lile goli ambalo kila goli na hela yake, unakuja kuona Simba imepata pesa ndogo kuliko timu yoyote na imecheza vibaya kuliko timu yoyote. Huo ndio ukweli. Na kusema ukweli sio kosa, utakuwa ni muhuni pekee. Lakini huo ndio uhalisia. Simba imecheza ovyo kuliko timu zote ambazo zimewakilisha nchi katika mashindano haya ya kimataifa kwenye hatua ya awali. Hapa imecheza ovyo sana. Kwa hiyo kwangu mimi na nazungumza ile uhalisia, chuma cha Mjerumani kinasema ni kimoja Tanzania. Simba ndio timu pekee ambayo imecheza vibaya katika mechi ya ugenini na nyumbani, na ndio maana imetumia nafasi moja ambayo imeweza kuitengeneza nyumbani, nafasi moja ambayo imeweza kuitengeneza away. Imecheza hovyo sana. Simba imecheza hovyo sana. Sipondi, nazungumza ukweli, maana yake ifanye maboresho. Uelewa tumetofautiana wa Tanzania. Akitokea mtu anasema ukweli, anapelekwa kwenye kundi la kuponda, kumbe una akili kisoda. Unaelewa vizuri? Ukweli lazima usemwe. Yes, tumefuzu. Maana timu ambayo inaongoza kuchukua hela ya goli ni Young Africans, inafuatiwa na Azam, inafuatiwa na Singida, inafuatiwa na Simba. Tazama mechi zote, wewe angalia mechi zote, Simba hajacheza vizuri home and away. Maana yake imecheza hovyo Simba. Sasa natumai kuona katika raundi ya pili ikafanye maboresho kwenye maeneo haya. Sawa, aliyetoka Mirembe asubuhi hawezi kunielewa. Ataanza kusema Ambokile unaiponda Simba, lakini hiyo ndio ukweli. Kwamba hajacheza vizuri. Wala unaifahamu Simba. Sawa, pasi nyingi za kutembea, kuonana kwa wachezaji, kila mmoja na enjoy.
Na hata watu wakaanza kusema Yanga inacheza vibaya kwa sababu ya kuizoea Simba kucheza vyema katika mashindano ya kimataifa. Yaani kwa Simba ikikukosa kipindi cha kwanza, kipindi cha pili utajuta. Ndio uhalisia. Yaani Simba itakatumia muda wa kipindi cha kwanza kukusoma, kipindi cha pili utateseka. Lakini ukiangalia mechi hizi mbili, home and away dhidi ya Gaborone United, Simba imeteseka mechi zote. Yaani Simba imekwenda hatua ya makundi, Simba imekwenda katika hatua inayofuata. Simba imefuzu hatua inayofuata. Mganga kafa baada ya kutoa majini. Hata mkono unyanyuki. Mkono unyanyuki, imeponea kwenye tundu la sindano. Maana kama ungekuwa wale jamaa wana ubora kuweza kutumia nafasi. Kumbuka kuna magoli ambao wameyakosa sio kwa sababu ya Simba kuwazuia. Sawa? Ila ni kukosa wachezaji wenye ubora, Gaborone United. Na ndio maana Simba kuna mechi ishe. Simba imekwenda katika hatua inayofuata, mganga kafa chakali na familia yake nzima. Hali ni mbaya. Huo ndio ukweli. Tunazungumza kwa kuusaidia mpira wetu ili mambo yakae vizuri. Huwezi kunielewa kama akili kisodo umetoka Mirembe. Huo ndio uhalisia. Nataka comment ujinga hapa ndio hao naozungumzia. Yes. Unaelewa vizuri? Yaani umeshinda lakini una amani. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho tukiona kitu kingine, ukitazama Simba namna ambavyo inavyocheza, bado imekosa kiungo mwenye ubora eneo la kiungo namba 8 ambaye ana uwezo wa kupiga pressure pass. Sawa? Pressure pass na remote pass. Kwamba sasa anaamua nimpelekee Elie Mpanzu ule mpira akakimbie mkimbio wenye ubora na mpira. Sawa? Nimpigie mpira Kibu Dennis akakimbie na mikimbio yenye tija. Unaelewa ninachosema? Ina viungo wazuri lakini hawana ubora wa kupiga pressure pass. Hawana ubora wa kupiga remote pass. Pengo bado la Fabrice Luamba Ngoma katika mechi ambazo Simba imecheza limeonekana. Maana yake nini? Wachezaji wa Simba wanapaswa kujitathmini zaidi. Kwa maana kwamba kuja kulifukia lile pengo la Ngoma, Fabrice Luamba Ngoma bado ni moja kati ya viungo bora ambao mpaka sasa kwenye kosa Simba pengo lake bado lipo. Huwezi kunielewa. Kuna muda na kufungua tu kwamba unaweza, kwa nini Elie Mpanzu sio yule? Hapate mipira sahihi kwa wakati. Accurate pass, key remote, yani sema pass remote. Pressure pass katika mazingira ambayo kutegemea Ngoma anaiachia pasi ambayo ni pressure inakwenda kupeleka madhara kwa mpinzani. Hicho ndicho kitu ambacho Simba wamekikosa, na ndio maana ikaonekana Jonathan Soa yani kuwa traffic wasabu na Joma Mwenge anaruhusu magari kutoka Coca-Cola yanaenda Ubunga toka Mwenge kwenda Posta. Unaelewa vizuri? Kaganda tu pale. Soka bahati mbaya. Soa kuwa traffic kama njia panda ya Sam na Joma hapa Mwenge. Soka bahati mbaya ni kutokana na namna ambavyo Simba inavyocheza. Pressure pass hazionekani. Remote pass hazionekani. Simba the way ambavyo inavyocheza haimzunguki Soa. Kila mmoja anataka aonekane yeye ndo ameikomboa Simba. Elie Mpanzu anataka aonekane ameikomboa Simba kwa sababu kukosekana kwa mtu sahihi nyuma, kiungo namba 8 mwenye ubora wa kupiga hizo pass. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo Jonathan Soa kama Simba wasipoangalia ataendelea kuwa traffic wa Sam na Joma Mwenge. Anaruhusu magari ya Coca-Cola kwenda Ubungo, anaruhusu magari kutoka Tegeta kwenda Morocco. Ndio uhalisia wasipokuwa makini. Lakini hali ya mganga ni mbaya, yuko ICU. Simba imefuzu, mganga kafa. Ndio uhalisia. Sasa kwa upande wa Simba wanatamba, wanasema kama yule mpinzani ambaye walicheza naye Gaborone wangecheza naye Young African angekuwa Yanga angetolewa. Unazungumziaje kuhusu hili? Mimi nadhani Gaborone United kama angekutana timu ambayo yenye mafanikio zaidi nchini Tanzania, ambayo imebeba makombe mengi Tanzania, wananchi Young Africans, hii timu ingefungwa home and away za kutosha. Walete kutoka Angola, wale sio wabovu, ila wamekutana na timu ambayo ni bora, na ndio maana wamecheza vizuri kwao wakashindwa kupata matokeo chanya, na Yanga ikashindwa kutumia nafasi ambazo Dube alitengenezewa. Yanga hapa imecheza vizuri na kupata idadi ya magoli 2, ila wale walietu wangecheza na Simba, wale Simba ingeshatolewa. Ndio walisia. Wale walete Angola wangecheza na Simba, kwa hili siku nyingi, leo ni msiba, ni kuzika tu. Tunaamua tukazike Kinondoni au Bunju au wapi.
hivyo au Kisutu, nakwambia tungeamua tulioenda kuzika wapi. Walipata vizuri. Geza Ulole au tuenda kuzika wapi? Kwa sababu wale sio wabovu. Yaani kwa sababu wamecheza na ndio sio wabovu. Na mimi napita humo. Unaelewa vizuri? Yaani unasema Gaborone United wewe umewafunga kwa mbinde, yani mpaka mganga akasaidia na kafa. Wewe umekumfunga Yanga lini? Wewe Yanga hujamfunga. Ndio Gaborone imfunga Yanga. Haiwezekani. Yaani wewe Yanga hujawahi kuifunga, Gaborone ndio ifunga Yanga, sio kweli. Ile ni timu mbovu mno. Mbovu mno Gaborone United. Ni timu mbovu mno sana. Timu mbovu kwa sababu haijapata matokeo chanya kusonga mbele. Inacheza tu haieleweki. Inakosa nafasi za wazi. Inashindwa kutumia nafasi. Maana yake nini? Ni timu mbovu. Kwa Simba ingecheza na wale walete Angola, tushasahau. Leo ni msiba tu. Yani Simba ingecheza na wale jamaa leo ungesikia Mangungu hafai. Leo ungesikia Muongo, leo ungesikia. Tena kule Coco Beach ndio wangepigana zaidi Coco Beach kule. Nakwambia wale walete wangecheza na Simba. Coco Beach kule watu wangezama kwenye maji kule, nakwambia. Hali ingekuwa tete. Huo ndio uhalisia. Yes. Unazungumziaje Chuma wanamuita Jean Charles Ahoua jana kwa ubora wake aliocheza, unaonaje? Kiukweli bado kinachowatesa Simba katika kuweza kutumia nafasi sahihi hasa kwa Jean Charles Ahoua ni kuwa na wachezaji ambao hawana X factor. Kocha Fadluman Davis hakuwa mwenda wazimu kusema anahitaji watu, na akatuthibitishia kwamba ule usajili wa kuufanya yeye, na ndio maana kana anahitaji mchezaji mwenye X factor. Haya, ukakosa kama lile unakuja kumlaumu kocha. Watu wanasema kocha amesababisha hii timu ifungwa mara 4 mfululizo au mara 6 na Yanga. Ni uenda wazimu kabisa. Fadluman Davis amepeleka Simba finali. Kuna makosa ambayo yanafanyika, ni mchezaji yeye quality yake ndogo. Walipata vizuri. Goli ambayo amekosa Ahoua jana, golini hakuna kipa. Hakuna kipa, maana yake nini? Ina wachezaji ambao sio X factor. X factor, wachezaji ambao walikuwa wanawalilia kocha Fadluman Davis sio hawa. Ungekuwa na mchezaji mwenye X factor kina Mohamed Dumbia, Pacome, Pedro Zouzoua, Sheikh, hapa mshacheka. Mimi ninachokuambia mmeshacheka. Kwa sababu ile timu ilikuwa changamoto moja. Gaborone United hawakuiheshimu Simba. Unaelewa vizuri? Na ndio maana wakawa wanapishana na Simba kwa sababu hawakuiheshimu. Maana kama ungekuwa na wao na ubora kuweza kutumia nafasi, ulikuwa ni msiba home and away. Ilikuwa ni kilio. Msiba wa taifa uliokuwa. Kama Gaborone United wangekuwa na uwezo wa kutumia nafasi, kwa sababu hakuna nafasi ambayo wameitengeneza alafu imezuiwa na ubora wa Simba. Ndio jana tukajua kama Rushen Deroko mpeche akifikiwa jana. Ndio tukajua. Yes. Huo ndio walisia. Kuna mmoja akachekechwa na jamaa wa mpango si mipango, akamchekecha. Nikajua tu vipi bwana? Mbona unaanza kutepeta? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba bado ni changamoto. X factor kina Fabrice Luamba Ngoma hawapo, uweze kumuona Elimu Panzu. Kwa hiyo goli ambayo amelikosa Jean Charles Ahoua ni kwangu ni quality. Ni quality ndogo, quality. Unazungumziaje Chuma kwenye hili Jean Charles Ahoua na Pacome? Maana watu wanalinganisha sana ubora wao. Huenda hapa ndo maji na mafuta yameanza ni kosa la jinai na ni uhuni uliopitiliza na ni uchizi ambao unahitajika uende Milembe haraka sana kumfananisha Pedro Pacome Zouzoua na Jean Charles Ahoua. Huo ndio uhalisia. Pacome amemwacha mbali sana Ahoua, sana. Hivi kweli yani wewe Ahoua mfasha na Pacome kweli? Wewe umechanganyikiwa nini? Pacome Zouzoua, yani Pacome Zouzoua huyu amemwacha mbali sana Ahoua, sana. Pacome mmoja, Ahoua 7. Ndio uhalisia. Ndio uhalisia. Ahoua mfasha na Pacome. Kwa sababu hata kwenye zile sifa za kuwa MVP, sawa, Ahoua goli zake 16 na sisi 9 kama sokosea. Si ndio? Lakini unakuja kuangalia kwenye tuzo za kila mwezi wote wamepata 2-2. Lakini kwenye tuzo za man of the match Pacome Zouzoua amemzidi Ahoua. Pacome kwenye tuzo ya mchezaji bora wa kila mechi amechukua tuzo 8. Ahoua amechukua tuzo 5, amemzidi 3. Maana yake nini? Huyo ni X factor Pacome Zouzoua. Sawa? Hizo ni takwimu sasa.
Sawa. Kwenye takwimu za msimu ulioisha, Pacome Zouzoua na Jean Charles Ahoua, mchezaji bora wa kila mechi, Pacome Zouzoua amechukua 8. Ahoua amechukua ngapi? Amechukua 5. Sijui unanielewa vizuri. Ila kwenye tuzo ya mchezaji bora wa kila mwezi, kila mmoja amechukua 2-2. Ila kwenye man of the match, Pacome Zouzoua amemzidi Ahoua. Sasa why not asiwe MVP? Kamati hapa sitegemee kutufedhesha, ili getu shakuwa kubwa. Na kamati kama ikifanya uhudi wa aina yoyote kumuona Pacome adeserve kuwa MVP, ni aheri wajiuzuru. Waondoke, yes, ndio walisia. Ni kukosea heshima mpira. Wewe unamnyima Pacome Zouzoua MVP, unataka umpe nani? Tumpe nani? Chasambi? Nani? Nkane au? Haiwezekani. Takwimu zinaongea, takwimu zinaongea. Tena sitaki kusijazimeza kwamba ndio nakupanga. Ngoja nikupe. Kuna mali fulani tumeweka takwimu hapa uzione. Takwimu. Takwimu kati ya Jean Charles Ahoua pamoja na Pedro Zouzoua. Nakupatia hapa ndio uhalisia wa kila kitu kinachoonekana. Umeona bwana, nakupa takwimu hapa. Tulikuwa tumeziweka takwimu hapa. Nikutafutie takwimu zile ambazo nimekuambia pale awali, ili kwa yule ambaye anatazama kupitia YouTube basi aweze kuona. Sawa bwana, aweze kuona. Nimeziweka wapi zile takwimu zile bwana? Zile takwimu nimeziweka hizi hapa. Ngoja nione. Hapana, sio hapa. Lakini uhalisia ndivyo ambavyo takwimu zilivyo kati ya Pedro Zouzoua pamoja na Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo ubora aliokuwa nao Pacome Pedro Zouzoua ni mkubwa kuliko Jean Charles Ahoua. Lakini mimi ninachoweza kukisema ni kitu kimoja, kwamba Ahoua sio mchezaji mbovu, ila amezidiwa quality na Pacome Zouzoua. Sio mchezaji mbovu, ila amezidiwa quality na Pacome Zouzoua. Huo ndio uhalisia. Unanipata vizuri bwana? Kwa hiyo quality ndio inayoamua. Pacome ni habari nyingine. Maana Simba angekuwa na Pacome Zouzoua kwenye michezo na Gaborone United, wangeshinda kule 5, wangeshinda huku 5. Ndio uhalisia. Yaani ungekuwa na Pedro Zouzoua Simba, wangeshinda kule 5 na huku wangeshinda 5, jumla 10. Lakini kwa sababu hawana mchezaji mwenye X factor, ndio unayoyaona. Unashinda lakini mganga hali yake ni mbaya. Ni kweli. Sawa. Hii ndio huenda kwamba Ahoua ajifunze kwa Pacome. Ni ngumu kwa sababu the way ambavyo walivyo wanatofautiana. Kwa maana kwamba licha kwa anacheza katika eneo moja au maeneo ambayo yanayofanana, lakini bado unaona, yani ni ngumu kusema leo Ahoua awe Pacome, ni ngumu. Yani ngumu kusema wewe uwe chuma cha Mjerumani, haiwezekani. Kwa tabaki Pacome kama Pacome, chuma tabaki kuwa chuma, Ahoua tabaki kuwa Ahoua. Huo ndio uhalisia. Yani achanganye vile sio kweli, hawezi. Yeye tabaki kama Ahoua, huyo tabaki kama Pacome Zouzoua. Yani moja kati ya kitu ambacho mimi nasema kabisa, Jean Charles Ahoua, kitu alichokuwa nacho shekhe, yule msifanye makosa. Hivi bila kuweka chini. Msifanye makosa. Nawaambieni ule ukweli. Jean Charles Ahoua, ukifanya makosa mipira ya kutenga, shehe anajua kuitengeza mipira sana. Mimi katika hilo chuma cha Mjerumani ninampongeza Jean Charles Ahoua. Mipira ya kutengwa, eti penalty, nje ya box, unalo kona, unalo kamba. Anajua. Na ule ni ufundi aliokuwa nao yeye. Yani moja kati ya wapigaji wazuri mipira iliyokufa nchi hii ni Jean Charles Ahoua. Huo ndio ukweli. Ahoua, mipira iliyokufa hii, umefeli. Kwenye mwezi mchanga, kwenye 18 nje pale, anakupasua vizuri sana. Hatari. Na amejifunza kwa kaka yake aitwa shemeji wa taifa, Master Key Aziz. Shehe alikuwa ni balaa ile. Aziz shemeji wa taifa, huyo alikuwa ni balaa. Akiweka hapo, ujipange. Pia unakuja kudundia mbele hapo. Ukidunda hapa mbele umeenda. Akipiga free kick ina mbambamba. Alikuwa hatari sana shemeji wa taifa sana. Yes.